Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu wa Islamu, kama mnavyofahamu, tumeingia katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Qur'ani tukufu iliteremshwa ndani ya mwezi huu, kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mwezi huu wa Ramadhani kuna takalifu tofauti tofauti, kuna mambo ambayo ni lazima kwetu sisi kuyatekeleza mengi. Jambo la kwanza, watukufu wa Islamu, ni kwamba mwezi wa Ramadhani hauwezi ukathibiti mpaka kuonekanwe mwezi muandamo. Baada ya kuonekanwa mwezi muandamo, basi mwezi wa Ramadhani pale utakuwa umekwisha kuingia. Sasa ili kuonekanwa mwezi muandamo, kuna njia tofauti tofauti ambazo njia hizi wanawazuoni tabaan kwa mujibu wa riwayati mukhtalifa wameweza kuzihasri kwamba ndizo ambazo zinatumika kuthibitisha kuonekanwa mwezi muandamo, kwamba moja kati ya hizi njia ambazo tutazitaja ikithibiti, basi mwezi utakuwa nao umethubutu na ni wajibu kwa mukallaf kuweza kufunga mwezi wa Ramadhani. Njia ya kwanza ni ipi? Njia ya kwanza ni ru'yatul mukallaf nafsuhu, ni kwamba mukallaf mwenyewe auone mwezi yeye mwenyewe pasi na wasita wowote, yani yeye mwenyewe mukallaf auone mwezi muandamwa. Taban kuna ikhtilafu kwa wanazuoni kwamba baadhi wakiwa wanathibitisha kwamba ni lazima iwe ni ru'yatul mujarrad, wengine wakisema la, hata musallaha inatosheleza katika kuthibiti au kuthubutu mwezi wa Ramadhani, kwa maana akiuona kwa kupitia telescope, kwa kupitia kamera na vitu vingine, wasaili hizi za kisasa, mwezi utakuwa umethubutu. Kwa hiyo njia hii tabaan wanawazuoni wote wamewafikiana, hasa wa madhhabi ya ahli albayt alayhimus salam, kwamba mukallaf atakapouona mwezi na akawa na yaqini kwamba ule mwezi ameuona, basi ni wajibu kwake yeye kufunga, hata kama watu wengine itakuwa mwezi hawajauona, ili mradi kwamba yeye ameuona na ana yaqini kwamba yeye ule aliyeuona ni mwezi, ule ujubu kwake yeye unakuwa unataallaq. Njia ya pili ni atawatur. Atawatur taban inayokusudiwa hapa ni kwamba kundi la watu, majmu'atun minan nas, kundi la watu wale hawana halaqatul wusta bainahum, hawana kitu ambacho kupitia kile kitu wanaweza wakawafikiana katika jambo. Kwa mfano, si watu wanaofanya kazi katika taasisi maalumu kwamba wote wapo katika taasisi moja, au la, si watu wa hizbu fulani wa chama fulani, tukasema labda watu wa hizbu wa chama hichi ndio wamesema kwamba mwezi umeonekana. La, hawana halaqatul wusta, hawana kitu ambacho kinawadhibiti wao kama wao. La, kundi hili limetokea huko, kundi lile ni kule, kiasi cha kwamba hatuwezi tukasema hawa watu wote wamewafikiana kuja kusema nini? Kusema urongo. Hii ndiyo inajulikanwa kama tawatur. Kwa hiyo itakapotokea situation kama hii, hali kama hii, na kundi la namna hiyo likaja likathibitisha kwamba mwezi umeonekana, wameuona mwezi, basi itakuwa ni moja ya njia ya kuthibitisha kwamba mwezi umeandama na ni wajibu kwa mukallaf kuweza kufunga fungo ya mwezi wa Ramadhani. Njia ya tatu, ashiya'ul mufidu lil'ilm. Ashiya'ul mufidu lil'ilmi ni ipi? Yani ni habari kwamba ile habari imeenea kiasi cha kwamba mtu unapata yaqini na ilmu kwamba mwezi umeonekana. Yani ni unapokuja kama tuseme kama ni hapa Tanzania, watu wote wa Tanzania wamefunga, kila mmoja anathibitisha mwezi umeonekana, mwezi umeonekana, mwezi umeonekana, wote umebakia wewe peke yako tu.
Sasa hapa tena una ilmu, una yaqini kwamba hawa watu wote hawawezi wakawa ni wenye kufanyaje? Ni wenye kuongopa. Ashiya'u almufid lililm. Umeona, si kwamba eti mwezi umeonekana Saudia tu, maana kuna wengine hao hata ukiwa mwezi 28 kwao katika nchi yao, lakini maadamu Saudia wametangaza mwezi umeonekana na yeye anafunga. La, kinachokusudiwa hapa ni ashiya'u almufidu lililm. Njia ya 4 ambayo inathibitisha kuonekanwa kwa mwezi wa mwandamo, yani wa Ramadhani, ni mudhiyu 30 yauman katika mwezi wa Shaabani, kupita siku 30 katika mwezi wa Shaabani. Ni kwamba mwezi wa Shaabani utakapokamilisha siku zake 30, tabaan ni wajibu kwako wewe kufunga siku inayofuata. Hii tena haina ulazima eti useme niangalie mwezi au nifanyaje. La, Shaabani itakapokuwa imekamilika 30, ni kwamba inayofuata ni tarehe mosi Ramadhani, ambayo ni wajibu kwako wewe uweze kufunga. Jambo la 5 na la mwisho ambalo wanawazuoni wameelezea ni albayinatu alshar'iyya. Albayina taban, katika masala ya mwezi wa Ramadhani inapozungumziwa albayina, ni kwamba ni kushuhudia wanaume wawili waadilifu. Wanaume wawili waadilifu wanapokuja wakashuhudia kwamba wameuona mwezi muandamo, tabaan ni wajibu kwako wewe kuweza kufunga kutokana na ushuhuda wa hawa wanaume wawili wenye sifa ya uadilifu. Hii ni muhimu zaidi, si kwamba from nowhere wamekuja watu wawili wanakuambia tumeona mwezi na wewe unafunga. La, al-adala muhim katika tahaquq ar-ru'ya, kwamba ni lazima wale wanaume wawili wawe ni waadilifu, wanaume wawili waadilifu. Na hapa taban kuna baadhi ya wanawazuoni wamesema kwamba ile shahada iwe ni katika kwa hakimu shar'i, lakini wengi wakisema hapana, hakuna ulazima kwamba heti wale wanaume wawili wawe wameshuhudia kwa alhakimu shar'i ndio wewe uweze kufunga. Na nitajaribu kunukuu maneno ya As-Sayyid Muhammad al-Kadhim At-Tabatabai al-Yazdi sahibu al-Urwa, katika al-Urwatu al-Wuthqa. Yeye ameweka maneno ya bayana kabisa. Taban hata ash-Shahidu Thani katika Masalik mtazamo wake ni huu pia. Anasema fakullun man shahida indahu adlani yajuzu bal yajibu alayhi tartibu al-athar. Mtu yoyote ambaye watu wawili waadilifu, wanaume wawili waadilifu wameshuhudia kwake yeye kwamba mwezi umeonekana, ni wajibu kwake yeye kufanyaje? Tartibul athar, kufuatilia athari za ile kauli ya wale watu wawili waadilifu. Minasawm, kama ni mwezi wa Ramadhani ni wajibu wao wafunge, au iftar, na kama ni Shawali ni wajibu kwa wao wafungue. Taban hizi ndizo njia ambazo wanawazuoni wamezibainisha zitakazotuwezesha sisi kuthibitisha uonekano au mwandamo wa mwezi wa Ramadhani. Nadhani katika njia hizi tumeona kwamba hakuna kifungu ambacho wanawazuoni wamesema kwamba uonekane Saudia, yani kwamba mwezi ukionekana Saudia ndio na nyinyi natakikana mfunge huko. Hapana, hatuja kiona kifungu hicho. Kuna masala ya wahdatul ufqi ambayo saizi sitaki kuyazungumzia kwa sababu wanawazuoni wameyazungumzia sana. Mimi nitakomea hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.